Moja kwa moja mpaka Crown FM baada ya kuona posters mbalimbali ambazo kwa sasa Crown Media wameshaziandaa na kutaka kumtangaza ambaye anastahili kuwa the king na mfalme kabisa wa muziki wa Bongo Flava. I say saa 6 za usiku nikwambie tu kwamba kwa kupitia ukurasa wetu na platform yetu ya Hatboy Media, nafikiri pia kabla ya yote na kufikia huo muda, ningependa kuona comment mbalimbali ambazo kila moja atazungumza kwa upande wake na hoja yake ya msingi. Yani kama unavyoweza kuona hapo, Alikiba ameshika crown ambayo nafikiri ni ya kumtawaza kuwa nani anastahili kuwa mfalme wa muziki wa Bongo Flava. Jamani, kwa wale ambao wameangalia show ya Diamond na show ya Alikiba, moja kwa moja kila mtu anaweza akachagua upande wake. Sina haja ya kumlazimisha mtu na sina haja ya kupendelea upande wowote, aidha kwa Alikiba ama kwa upande wa Diamond Platnumz. Ukiangalia show ya Alikiba, kila moja amefanya show kwa upande wake na kwa uwezo wake. Alikiba amefanya bonge la show, na ukienda pia kwa Diamond jijini Mwanza, the same, amefanya show kwa uwezo wake na amefanya show pia ambayo ilikuwa iko bora zaidi. Sasa nafikiri huu ni wakati ambao mashabiki wao inabidi ndo watoe comment na wao ndo wachague nani ambaye anastahili kuwa the king of Bongo Flava na akapewa crown. Ukiangalia kwamba Alikiba ni kweli mziki ameanza kabla ya Diamond, hilo tunaliheshimu, na hata katika sakata lingine ambalo Alikiba kwa sasa anaonekana pia kwa kuwa yuko makini sana, amedumu kwa miaka mingi sana kwenye game la mziki wa Bongo Flava, lakini still bado yupo kwenye topic ya kushindanishwa na wasanii wa kizazi kipya, ambapo leo hii nazungumzia msanii kama Mario, Harmonize, wakina Diamond Platnumz ambao ni vizazi tofauti na Alikiba, lakini still yeye msanii wa miaka na miaka anakuja kuwa kwenye competition na wasanii wapya. Kwa hiyo ni kitendo ambacho kwa kundi kubwa la mashabiki wanakichukulia kama ni icon na pointi kubwa ya msingi ya kumpa the crown King Alikiba. Na kwa upande mwingine wa Diamond Platnumz, kwa sasa naye mwenyewe ana almost zaidi ya miaka 10 ndani ya muziki wa Bongo Flava, lakini kwa yale ambayo ameweza kuyafanya, yani inahitaji kusema kwamba ni too much. Yani ukisikia sana inaboa, basi Diamond amefanya makubwa sana ambayo ikiwalisia kwa kundi kubwa la watu wengine wanatumia kama icon point ya kusema kwamba Diamond anastahili kupewa the crown na kuwa the king of Bongo Flava kwa hapa nchini Tanzania. Na ndio maana nikasema kabla ya kufika saa 6 za usiku nimekuwa nikiona posters nyingi sana za Crown Media wakiwa wanazungumza kwamba nani ambaye anastahili kupewa the crown na kuwa king of Bongo Flava. Basi nikwambie kwamba hakikisha kwamba unapomchagua msanii wako, kama ni Alikiba, basi ningependa uniandikie na hoja yako ya msingi, na achana hizi pointi ambazo nimeweza kukupa mimi. Hapana, yani pointi ambayo nimezungumza ya Alikiba ya kwamba ana compete na wasanii wa sasa na alikuwa kwenye game kwa miaka na miaka, hiyo pointi usiitumie tena. Kama ni kweli wewe ni mshabiki wa Alikiba na ni mshabiki pia wa Diamond, basi pointi ambazo zote nimezitaja ningependa uachane nazo, alafu niambie kinaga ubaga kwa nini awe Alikiba na kwa nini awe Diamond Platnumz. Nafikiri uwanja ni wako na nimekususia, ila uniambie kwamba msanii wako ambaye unatamani aweze kupewa crown saa 6 za usiku, yani ambayo nafikiri kwa Crown Media na hata pia platform zingine zitakuwa zikiamini kwamba matokeo ya Watanzania na kura za Watanzania basi zitafanikisha kuweza kumpa crown msanii ambaye atakuwa amekubalika na kupewa comment nyingi kwamba anastahili kupewa crown na kuwa king of Bongo Flava. Basi na imani kwamba pia katika comment ya humu kwenye platform ya Hatboy Media, hakikisha unamchagua msanii lakini unaniambia na hoja ambayo imekufanya umchague huyo msanii. Sasa hapa kuna Alikiba, hapa kuna Diamond. Saa 6 za usiku kabla ya kufikia katika huo muda, ningependa uniambie na kuniandikia nani ambaye anastahili kuwa king of Bongo Flava, Alikiba ama Diamond Platnumz.